Niko safi na salama kabisa. Ndugu yangu, unaniona nilivyovaa? Unaniona kameramani? Ni zoom vizuri? Nione vizuri? Nimevaa kiubaya ubwela. Ili vazi linaitwa kiubaya ubwela, tumekuja kutoa majini. Na majini tumeyatoa. Si unanielewa? Tumemwaga maji ya upako. Tumesoma, sio alisema wameweka vitu vyao. Nadhani umeona vitu vyao vimetoka na goli 4. Na mashaka tumekuja na misuli yetu. Watu wa Dar es Salaam. Si unaelewa, uwanja wetu na tumekuja kufanya vyetu humo ndani. Na tunakupa taarifa Kishai TV kwamba yoyote atokaa mbele yetu, yoyote atokaa mbele, nisikize kwa makini, tutamfagia tu. Yoyote. Zimebakia mechi chache kabisa. Na mechi zingine tunakuja kuzimalizia humu. Ubingwa ni wa moto. Ubingwa ni wa moto ndugu yangu. Sikufichi, ubingwa ni wa moto na sisi hatukati tamaa. Alama 5 mtani anaongoza. Pengine inaweza kani kazi nyepesi kama unavyosema. Ndio nakwambiaje, siwezi kukata tamaa kaka. Si unaelewa? Kwa sababu sasa hivi nataka nikurudisha nyuma kidogo. Nadhani umewaona Azam hakuna mtu aitegemea kama Azam atapigwa kichapo kama kile. Kwa bado mpira unadunda. Sababu mimi Azam alikuwa ananifanya kama hivi, njoo ananipumulia vibaya mno. Lakini akaja akapigwa chuma 4. Sasa wewe unadhani hapo mpira ukoje sasa hivi? Kila mtu anapataka pale juu na kila mtu anahangaika. Siwezi kukata tamaa kaka. Sijaona sababu ya kukata tamaa. Bado ligi bado ya moto. Umeona, lakini wananchi wana kitu gani labda? Wana baa ameshinda chuma 3 jana. Kwa sababu mimi na UTI sugu. Katika watu wa UTI sugu mimi nikiwepo. Sinaelewa. Kwa hiyo sioni jema lolote la wale watu. Kwa ndio goli elewe. Kwa sababu nilisikia mtu wao anasema kwamba wenye UTI sugu mimi nikiwa moja hapa. Sioni jema lolote. Yeye kapiga 3, mimi nimeongeza. Angekaa vibaya angekula chuma 5 plain. Basi tusale mwalimu akaja akatuchanganya kidogo. Sema akaja akasawazisha. Sale mwalimu mtumbadi kabisa. Nyie wenye UTI ndio mnagoma kusema kumwamini Alan Okello. Astaghfirullah. Alan Okello who? Alan Okello which? Alan Okello where? Alan Okello ndio yupi? Ndio wa wapi? Fundi wa kuchomelea au? Ya chuma 2. Chuma 2. Angalia Chama mwenye magoli ya video. Chama ongei sana. Ana assist na goli la kideo. Sawa? Sisi kazi yetu sisi ni kucheza mpira mzuri. Si unaelewa? Kazi yetu sisi ni kucheza mpira smart, mpira mzuri. Hao ndo Simba kaka. Nadhani umeona pale dakika 90 zimemalizika, mpira ulikuwa fantastic kabisa. Lakini we Magereza huwezi kuonesha ukali mbele ya Clatous Chota Chama, mtu ambaye soon anakuwa Mtanzania. Pata ndani kabisa. Kama mheshimiwa aliweza kusimama na kumsemea na kutoa mawazo hapa kama na ubili na kutoa mawazo. Si unanielewa? Kwamba kwa nini Chama tusimpe uraia? Yani hapo mheshimiwa alichokuwa anakitaka raha ziendelee. Leo hii ukizungumzia Chama unamzungumzia mtu ambaye mwenye goli la kideo ambao kila mtu analizungumzia. Sio hapa, sio Ulaya, sio kwenye vita. Wewe CNN unajua vizuri? Nikupe dhani. CNN unajua vizuri? Mtu aliweza kusimamisha vita Iran. Kwa muda CNN wakaposti goli la Clatous Chota Chama na kuanza kulielezea maelezo yake. Sasa yule mtangazaji anauliza, hivi huyu Chama ni Jackson au Bruce Lee? Kwa sababu akila haraka huwezi kuruka mtu kama vile. Fuate fiti za hapa, afu kamfunga nani? Ndio shida. Kamfunga nani? Afu kaamua kwenye mechi gani? Huyo ndo Chama sasa kaka, ambaye anaendelea kutupa raha sisi wana Simba. Tutaendelea kumsemea leo mpaka na pale Mo Arena. Nakupa za ndani. Uwanja ukiisha wa Mo Arena kama alivyofanywa Ronaldo huko kwao, na sisi tutamfanyia Clatous Chota Chama, tutamwekea sanamu lake la heshima za ndani. Kumekuwa na ushindani wa magoli. Leo Clatous Chota Chama amefunga goli zuri, lakini kwenye dabi alifunga pia goli zuri, lakini kuna mwamba wa Namungo Fabrice Ngoi amefunga goli zuri, lakini mchana leo pia tumemwona kijana Fountain Gate akipiga goli zuri pia. Pengine ungepata nafasi ya kuchagua goli bora kati ya magoli yote. Mpaka sasa hivi goli lako lipi ni bora? Nisiwe muongo. Sasa wewe magoli yote yameishia wapi? Tuanzie hapo. Yaani hata ukimuuliza hata mtu ambaye hajui mpira, ukizungumza goli la Chama, atakwambia goli ambalo lipo worldwide. Ndio maana narudi nyuma kidogo, nisikia ulisahau. Ameweza kusimamisha vita ya Iran, likaanza kuzungumziwa goli la Clatous Chota Chama. CNN kaka. Wao magoli yao wanaishia wapi? Kweli wanafunga magoli mazuri. Atukatai. Lakini sasa unafunga unamzidi Chama. Si unaelewa? Yule mtangazaji huli kabisa wa michezo. Nadhani si unamjua.
anaitwa Bruno Gunia. Unamjua yule Bruno kaweza kuliposti goli la Chama na akaliandika kwa Kiarabu, this is a fantastic goal ever from Chama. Hiyo nimekubali hapo, nimekutafsiria Kizungu ujue kama niko school niko vizuri. This is fantastic goal ever ambayo mwenye hajawahi kuliona tokea alivyoanza kutangaza mpira. Unajua ile imeongeza credit kiasi gani? Kwenye imeongeza chachu. Maana wazungu leo watajua kumbe kuna timu huko Tanzania na zinafanya vizuri, wataanza kutoa macho. Kwa Chama lazima atengenezwe salamu lake na ile goli la Chama. Mimi nataka nikipata nafasi ya kuongea na mheshimiwa Paul Makonda, tulitafutie pale posta kwenye TV lioneshwe miezi yote iliyobakia hii. Kwa sababu goli ambalo limetuheshimisha. Puskas wameposti, si BBC wameposti, si wapi. Sasa wewe unakuja unasemaje hapo? Hebu niambie. Kwa sababu usiseme unamsifia Chama. Unamsifia Chama kwa yapi? Kwa mazuri ambayo anatufanya sisi wana Simba. Anaendelea kuipeperusha bendera ya Simba vizuri kabisa. Hata kama kesho akiondoka, kuna watu watajua kama kuna Simba Sport Club ambayo ipo Tanzania na inasakata mpira mzuri. Hiyo ndo maana ya club kubwa. Atupigi kelele, atuiti watu kunywa supu. Sisi hao Simba. Klabu kubwa kama usemavyo wewe, Simba Sports Club jana usiku imeshinda tuzo ya klabu bora nchini Tanzania, lakini maneno yamekuwa mengi kuwa haikustahili kushinda tuzo ile, na wakavutia upande wao wakasema wao wamechukua mara 4 mfululizo, pengine kwao walistahili kuchukua wao, pengine ile limekaje? Unaniona Kishai TV? Wewe uwezi tena ndio ushanichanganya ukanitoa kwenye mfumo kweli. Unajua vitu vinaenda na vibe, tuendelee. Jana usiku mmeshinda tuzo ya klabu bora nchini Tanzania na maneno yamekuwa mengi kuwa hamkustahili tuzo ile, na wanaivutia upande wao kusema wao walichukua ligi mara 4 mfululizo, pengine walistahili wao. Kwa upande wako hilo limekaaje baada ya Simba jana kuchukua klabu bora? Kwanza serikali ina akili timamu. BASATA aloandaa tunzo na akili timamu. Wewe kwa mpira unaocheza wale chupling wanazozifanya, kwani serikali haioni? Watu wanajua mpira, wanajua kabisa hawa chupling kaa pembeni, tuwape watu ambao wako sahihi zaidi. Si unaelewa? Simba tumenyoka. Tunacheza mpira unaoonekana, mpira ambao huna kashikashi. Leo hii maiti unaenda kumtapeli. Maiti umeenda kumtapeli kwenye uwanja wake. Wewe unadhani una nini? Yaani KMC maiti ambaye anakufa sasa hivi, lakini umeenda kumtapeli na penalti zake. Sasa wewe wale wenzani watakuonaje? Mpira unaonekana sababu mpira ucheze chumbani. Kama utaona uwanjani, utaona kwenye Azam TV. Sawa? Kama utaona hata YouTube. Leo hii unaona kabisa unawatapeli watu. Magoli yako achupi. Wewe ndo mtu ambaye unaongoza kuwa na kesi ko. Wakina nani, wakina mzee nani hao nani, wakina Jemedani sio hadi. Wote kwa kazi kwa wao wanasema wao. Mwisho siku wanasemekana. Sina uhakika, sina mwanasheria. Wanasemekana wanafanya chupling. Kibao. Afu serikali ibebe tunzo ije kukupa yeye. Kweli? Simba itabakia moja. Wewe chukua, usichukue, ongea, usiongee, sisi ndo tumelichukua, sawa? Na tutaendelea kupeperusha bendera yetu. Sisi ndo Simba kaka. Kishai TV, sisi ndo Simba kaka. Na huyu hata Kishai, sisi ndo Simba. Na tutaendelea kuendesha pale tulipoishia. Sisi ndo fagio la chuma. Si unaelewa? Baba, tumalizie hapa. Jana kumekuwa na mbishano mkubwa hapa kati ya Ino Loemba, mchezaji wenu Simba, lakini na Alan Okello. Wakisema Alan Okello takwimu zake zinambeba, lakini yeye imekalia tu kuimba ubora ambao kupiga pasi tu uwanjani na kufeint za Ino Loemba, lakini bila ambazo yani inaonyesha hana takwimu kuliko Alan Okello. Kila mtu atamsemea mchezaji wake kaka. Ndio maana navuta uradi. Yaani wanauliza navuta uradi. Sasa mimi Alan Okello ananisaidia nini? Mimi Alan Okello ananisaidia nini? Lakini mimi nitakwambia Luemba kwa vipi ninavyomuona na kwa jinsi anavyoisaidia timu yangu. Tuzungumze football, sawa? Kila mtu lazima atamsemea mchezaji wake. Leo hii kama Chama amefunga goli bora na wale bado walisifii. Sasa wewe mimi nije kumsifia nani? Alan Okello si nani hao? Inakaje akilini kaka? Mimi mchezaji wangu ananipa kile ninachokitaka mimi. Na ndio maana timu yangu inafanyaje? Ina perform. Si unaelewa? Hiyo pia walimfananisha na Chama. Kosa la jinai walifanya. Wewe unamfanyisha wale wakamkumbe na Chama. Mtu ambaye yani mimi nikimwezea Chama naweza nikalia mimi Chama. Si unaelewa? Kwa hiyo yuko hivi, wao wabaki na wachezaji wao na sisi tubaki na wachezaji wetu. Sisi wanatusaidia pale tunapotaka sisi. Nadhani umeona mpira unavyochezeka, matokeo yanapatikana. Sasa nataka nipate nini? Wao nataka nipate. Kwa sababu wachezaji ambao wameingia dirisha dogo, alhamdulillah wana kitu kaka. Mimi nilivyoanza na huku ninapoelekea kuna utofauti. Hapo tuzungumze football. Sawa, kuna utofauti. Dirisha dogo walivyoingia kina Kibabage, walivyoingia kina Chama, wakina Luemba, wale kuna kitu kimeonyesha sasa hivi. Ndio maana wewe Simba tunaongea kwa kujitutumua. Sasa wewe unje kuniambia wachezaji wangu mimi
yani nitakuja kumpiga mtu bila sababu za msingi yake ya mama. Mimi nakwambia kila mtu abaki na wachezaji wake. Wewe kama mchezaji wako bora